nitaenda Baraza la Michezo la Taifa, nikitoka hapa kupeleka barua ya kusimamisha huu uchaguzi mpaka haki itendeke. Tunayo kamati ya rufaa ya uchaguzi kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi ambazo mpaka sasa ndio tunazifuata. Kamati ya rufaa ya uchaguzi kazi yake ni kusikiliza rufaa kutoka kwa wadau wakiwepo wagombea pale wanapoona kuna tatizo limetokea. Tangazo la uchaguzi limetoka, endorsement zimeshakamilika. Hao wagombea wengine watapata endorsement wapi? Kwanza huo ni utaratibu wa wapi? Unaenda kutangaza tangazo la uchaguzi huku ukiwa unajua endorsement zimeshatoka, zimekamilika. Huo ni utaratibu wa wapi? Hakuna utaratibu wa namna hiyo. Zoezi hili lirudiwe upya, lifanyike katika mazingira ambayo endorsement zimeachwa huru kwa wagombea wote wanaotakiwa kushiriki uchaguzi mkuu. Haya masuala ya kutafuta udhamini sio masuala mapya katika chaguzi mbalimbali hapa nchini. Hata kwenye uchaguzi mkuu wagombea wa urais wanatakiwa wakatafute wadhamini, lakini hawawezi kutafuta wadhamini sasa kwa uchaguzi ambao utafanyika mwezi Novemba. Hawawezi kutafuta udhamini sasa kwa uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba. Baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutangaza kwamba sasa mchakato wa uchaguzi umeanza, ndipo hapo watu wanapotakiwa sasa kuanza kutafuta wadhamini. Na inafanyika hivyo. Na ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Swala la kutafuta udhamini halijawahi kuwa kikwazo wala tatizo la mgombea kuto kushiriki uchaguzi. Kuna haki ya kuchagua kwa wale wanaostahili kwa mujibu wa katiba, na kuna haki ya kuchaguliwa kwa wale wanaostahili kwa mujibu wa katiba. Ukiangalia vigezo vyote hivi mtu umetimiza. Una miaka zaidi ya 25, umekuwa kiongozi katika mpira, vigezo vyote umetimiza. Lakini eti unashindwa kuingia kwenye mchakato wa uchaguzi kwa sababu endorsement zimekuwa blocked. Hili hatuwezi kuliacha hivi hivi.